Baba yetu Mwenyezi Mungu wa mbinguni, mwenye uwezo na mamlaka yote, Mungu wetu, tunataka kuja mbele ya kiti chako cha enzi Bwana kwa njia ya unyenyekevu na kwa njia ya imani kupitia damu ya Yesu Kristo. Maana tunajua kwamba kile ambacho kinawezesha ushirika baina ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu ni damu ya mwana-kondoo. Basi Bwana, tunajua kwamba unasikia sauti yetu kupitia damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu ni asante. Tunajua kwamba tuna ushirika nawe. Inaomba Bwana utusaidie kuishi maisha ambayo yanastahili Injili. Ili hata wakati Bwana tunaleta matoleo yetu, sadaka za kiroho, Bwana unazipokea kwa sababu hakuna lawama katika maisha yetu. Tutakase kwa damu ya mwana-kondoo, tuondolee hatia zote Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo, tusaidie kutembea Bwana sawasawa na neno lako ulilofunua katika majira haya. Kila mmoja ana shauku, kila mmoja ana kiu. Tunataka kuendelea Bwana na kuona ukamilifu ukiingia katika maisha yetu. Ninaomba ya kwamba uweze kutujalia. Mahali ambapo Bwana tumekutenda dhambi, ninaomba msamaha kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya kila mmoja wetu, na kisha Bwana ututakase kwa damu ya mwana-kondoo na utuondolee hatia zote. Katika huu mkutano Baba, ninaomba ya kwamba uweze kutenda mapenzi yako. Vuvia neno lako Baba ili limuendee kila mmoja wetu na kuleta mwanga zaidi na kuimarisha muaminio zaidi na kuleta imani zaidi, kwa sababu tunajua kwamba safari hii ni ya kutuelekeza Bwana tuweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Pokea sifa na shukurani. Tuwasema unastahili. Mwisho wa yote Bwana, sifa na utukufu zitakurejea wewe. Maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika Wakorintho kitabu cha 2 na mlango wa 4. Wakorintho kitabu cha 2 na mlango wa 4. Tutasoma mstari wa 14 mpaka ule wa kutoka mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Inasema hivi: tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atafufua sisi nasi pamoja na Yesu na kutuhudhurisha pamoja nanyi. Kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi, shukurani izidishwe na Mungu atukuzwe. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Bwana aongeze baraka. Tunaweza kuketi. Hapo tumesoma maandiko yakisema ya kwamba shida ambazo tunapitia ni za muda. Mungu ametuandalia utukufu wa milele. Na tumeona maandiko yakisema ya kwamba ingawa utu wetu wa nje, ikimaanisha mwili unazidi kuchakaa, maana yake kuzeeka na ubora wake kudidimia, anasema utu wetu wa ndani unazidi kufanywa upya. Na utu wa ndani tunajua ni nafsi. Nafsi inazidi kuimarishwa ifanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kusoma hayo, ningetaka kuongea juu ya mkondo wa mbegu za kiroho za Mungu. Mkondo unajua ni njia kupitia. Ile njia mbegu za kiroho za Mungu zinapitia. Kama tunavyojua na tuliongea haya mambo wiki jana, wewe na mimi tu chembe za kiroho za baba yetu. Nafsi yako ni chembe ya baba yetu. Nabii anasema katika ujumbe wa unyakuo, anasema wale ambao watanyakuliwa ni wale ambao ni mbegu za kiroho za baba yetu. The spiritual genes of the Father. Anasema hao ndio watanyakuliwa, na hao ndio walio na uwezo, nguvu ambao zimelala katika hiyo nafsi kuweza kuingia katika unyakuo.
Na tukiongea juu ya mbegu, tunajua ya kwamba tulikuja hapa tukaingia katika dhambi. Mwili hii ilizaliwa kwa njia ya dhambi, na ndio sababu huwezi kuweka matumaini yoyote katika mwili huu. Wewe ulizaliwa katika nyumba ya kifalme ama ya matajiri ama nyumba ya watu ambao wanamcha Mungu. Ulizaliwa na ukaumbika katika dhambi, na ukaja hapa katika hii dunia ukinena uongo. Ndio sababu ya kuzaliwa mara ya pili. Na mara ya pili, kile ambacho kinazaliwa ni nafsi inafanywa upya. Nafsi inafanywa upya, huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Na mbegu hii ya Mungu ambayo alikuwa nayo kabla ya misingi ya ulimwengu, na hicho ndicho kinakupatia uzima wa milele. Hupati uzima wa milele kwa sababu siku moja ulisikia hukumu na ukaenda kwenye madhabahu ukatoa maisha kwa Kristo. Ulifanya hivyo kwa sababu wewe ni chembe ya uzima, ingawa ulikuwa umetenganishwa na Mungu kwa sababu ya kuzaliwa katika dhambi. Kile kinakufanya uweze kuwa na uzima wa milele ni kwamba wewe ni chembe ya Mungu. Lakini chembe hiyo inahitaji kuhuishwa iweze kuonesha haki, maisha ya haki, maisha ya utakatifu. Na hii chembe ya Mungu inapitia hatua kadha ikielekea utimilifu wake. Inapitia hatua kadha ikielekea utimilifu wake, na hayo ndio tunaongea kuhusu asubuhi ya leo. Na anasema ya kwamba hii chembe ina nguvu ambazo zimelala ndani yake, na ambazo zikihuishwa, chembe hizi zikihuishwa, zitadhihirisha mwana wa Mungu ama binti ya Mungu. Mwishowe zinadhihirisha mwana wa Mungu ama binti ya Mungu. Na vile ambavyo tulisema wiki jana, ingawa sisi zote tunazaliwa mara ya pili na tunakuwa tukiwa ndani ya Kristo, tunapata kile kimo cha mtu mkamilifu tukiwa ndani ya Kristo. Lakini pia ni vizuri kujua ya kwamba kila muaminio ana upekee wake. Wiki jana, kama unaweza kumbuka, tuliongea juu ya mbegu ya kiume na yai la kike. Unaona? Katika kutengeneza mwili wako, hayo ndio mawili yanaungana. Ile mbegu na lile yai zinaungana, zinaleta mwili huu, mwili wako na mwili wangu. Lakini nafsi haitokani na wazazi wa hapa duniani. Nafsi ni chembe ya uzima ya Mungu. Hakuna mzazi ambaye anamiliki nafsi ya mtoto wake, hakuna. Na kile ambacho unaweza kufanya ni kumuonesha njia ya Bwana, ni kumuelekeza, ni kumfundisha njia ya Bwana, ili afike mahali yeye mwenyewe apate kujua Bwana yeye mwenyewe. Kwa msaada wa Mungu, wewe kazi yako ni kuwa mwelekezi. Lakini nafsi hiyo inamilikiwa na Mungu, kwa sababu yeye na mimi tu watoto wa Mungu. Ndio sababu ngambo ile nyingine hakutakuwa mtoto wa mtu yeyote. Sisi zote tutakuwa ni ndugu na dada. Na hata yule ambaye alikuwa ni mtoto wako katika haya maisha atakuwa ni ndugu yako, atakuwa ni dada yako. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo haya mambo tulio nayo katika haya maisha ni mambo ya muda tu, na yanatuonesha yale mambo ya umilele. Kwa hiyo tukiongea juu ya hii nafsi ambayo inahuishwa iweze kuonesha mwana wa Mungu, binti ya Mungu, tunakuwa na kimo cha Yesu Kristo. Lakini pia kumbuka ya kwamba kila mmoja ana upekee wake. Na tulisema hivyo. Ndio sababu unaona ili uzaliwe katika mwili huu, pale kuna mbegu na yai zinakuja pamoja na zinakufanya mtu wa kipekee, unique. Hata katika mwili huu hakuna mtu mwingine ambaye ni kama wewe katika dunia hii. Hata kimwili inakuwa ni wewe na wewe peke yako. Na nikasema ya kwamba Roho Mtakatifu ambaye anatujaza hana tofauti. Roho ambaye anaingia ndani yako, sister, brother, mimi, yule mwingine, roho huyo ni mmoja. Ndio maana Paulo anasema kwa roho mmoja, sio roho wengi. Kwa roho mmoja tunabatizwa na tunaingia ndani ya mwili mmoja. Kile kinaleta tofauti ili uweze kuwa na upekee wako ni ile chembe. Kwa sababu ile chembe nafsi yako ina DNA yake kutoka kwa Mungu. Naona? Hapo ndipo upekee unatokea. Ndio sababu mmoja anaweza kuwa kitu fulani katika mwili wa Yesu Kristo na mwingine anakuwa kitu tofauti kwa sababu ya ile chembe. Si Roho Mtakatifu aliye na utofauti, lakini ni ile chembe ya uzima.
Na unajua wakati mtoto anazaliwa kikawaida, anazaliwa kimwili, ni kusema kuna baba na kuna mama. Wiki jana nikasema hapa wakati unazaliwa mara ya pili, ni hiyo chembe na sehemu ya nguzo ya moto kama ile ambayo ilishuka siku ya Pentecost zinaungana, kiumbe cha kiroho kinatokea. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba yule ambaye ameungana na Bwana amekuwa roho moja naye, amekuwa roho moja na Bwana. Wakati hiyo chembe inaungana na ule ulimi wa moto, anakuwa roho moja na Bwana. Na nikusema pia hapo kuna baba na mama. Hii ni ajabu. Wewe ni mtoto wa Mungu, lakini pia ili uzaliwe mara ya pili kuna baba na kuna mama. Baba ni ile sehemu ya nguzo ya moto na mama ni hiyo chembe. Si ni kweli? Na hiyo ikihuishwa kile kinazaliwa ni mtoto wa Mungu. Si ni kweli wandugu? Na unajua haya mambo ya kawaida yanaonesha mambo ya kiroho. Najua haya ndiyo mambo ujumbe umekuja kutufunulia katika majira haya ili tujielewe. Usiwe na uoga katika moyo wako. Unajua mtu akiwa katika madhehebu anaweza kuwa na uoga. Nitaenda mbinguni ama sitaenda? Nimeokolewa sijaokolewa? Nikirudi nyuma nitapotea hiyo dakika ya mwisho ama itakuwa namna gani? Si unajua hata sisi katika madhehebu hayo ndio yalikuwa maswali. Kwa sababu madhehebu wanasema jina lako linaandikwa saa ile unakiri Yesu. Ukirudi nyuma linafutwa. Ukirudi tena linarejeshwa. So inakuwa ni back and forth. Madhehebu wanaamini mambo kama hayo. Lakini unajua vile tumefundishwa na ujumbe, tunajua hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu hiyo kama Mungu amekuwa anafanya hivyo ndugu, dada, unajua huna usalama wowote. Kwa sababu inategemea dakika ya mwisho utaenda ukiwa namna gani. Najua ukiwa mtoto wa Mungu hata ukirudi nyuma, ukweli ni kwamba hutapotea, lakini utateseka. Kuteseka, utateseka na haya na yale, lakini kupotea huwezi kupotea. Lakini utateseka kwa sababu Mungu hangetaka uishi maisha yaliyo kinyume na neno, angetaka uishi maisha ambayo yanaambatana na neno lake. Kwa hivyo tuelewe mambo hayo. Na sidhani ya kwamba muaminio anaweza kuwa na hamu ya kukaidi Mungu. Ati wewe unataka kukaidi Mungu tu hata kama ni baba yako. Sidhani unaweza kuwa na hamu kama hiyo. Lakini adui akikuingilia hiyo inawezekana. Lakini wewe mwenyewe katika nafsi yako ungetaka kumtii Mungu kwa kila njia. Na Mungu anaangalia kile kilicho katika moyo ili akuwezeshe kuwa hivyo. Kwa hivyo wakati unaongea juu ya mbegu ya Mungu, tunajua kwamba kila mmoja ana upekee wake. Na ndio sababu huwezi kujaribu kuishi maisha ya ndugu mwingine ama dada mwingine, haitawezekana. Ni utachukua juhudi nyingi sana kuwa kama yule na mwishowe hutakuwa kama yeye, kwa sababu yeye amekuwa hivyo kulingana na DNA. Furahia vile Mungu amekutengeneza. Hakuna mtu mwingine kama wewe. Furahia vile Mungu amekutengeneza na kile amekufanya ndani ya Kristo na ile nafasi amekupatia katika mwili na jukumu. Furahia mambo hayo kwa sababu huyo ndio wewe. Usijaribu kuwa kama mwingine. Mwingine naye ameitwa aweze kuwa kitu fulani katika uchumu wa Mungu, lakini wewe na yeye mna ushirikiano. Lakini hakuna mtu anaweza kuwa mwingine. Na wakati unaongea juu ya hii mbegu kuweza kubadilishwa kutoka hatua moja mpaka nyingine, mambo haya tumekuwa tukiongea kwa majuma sasa ama miezi. Tunajua jambo la kwanza, unakutana na neno. Na nimesema mara kadha ya kwamba wakati unakutana na neno, ni neno linakutana na neno. Kuna neno hili ambalo nabii ametumwa nalo, ujumbe wa Malaki 4, ujumbe wa Ufunuo 10, ni Kristo anajifunua katika majira haya, ni mwana wa Adamu. Nafsi yako nayo ni nini? Ni neno. Nafsi yako ni neno. Hata wakati huna habari, nafsi yako ni neno la majira haya, lakini imekuwa ikilala wakati wote. Na nabii anasema itachukua ngurumo 7 kukuamsha. Kwa hivyo wakati unakutana na huu ujumbe, ufunuo wa mwana wa Adamu, ni neno linakutana na neno. Lakini neno ambalo ni wewe kusema nafsi lilikuwa limelala. Sasa ninaamshwa na hili neno ambalo ameleta kupitia mjumbe wa Malaki 4. Na ndio sababu ukiamka okay. Na kweli hili ndilo jambo nilikuwa natafuta, lakini sikujua linaitwaje na linapatikana wapi. Nakumbuka wakati nilikutana na ndugu akanishuhudia ujumbe, nilimwambia haya ndio mambo nimekuwa nikitafuta, lakini sikujua nitayapata wapi. Haya umeniambia ndio nimekuwa nikitafuta,
Kwa sababu nilikuwa ninasoma Biblia sana, lakini unajua kusoma Biblia si kupata ufunuo. Ni kujifahamisha tu mambo ya Mungu. Mungu yuko, kuna mambo huwa anafanya, lakini kujua Mungu ni ajifunue kwako. Na anajifunua kwako kupitia ujumbe wa kizazi chako. Nikamwambia ndugu, haya ndiyo maneno nimekuwa nikitafuta, ila si kujua yanapatikana wapi na yanaitwa aje. Naona ni kwa sababu wewe ulikuwa ni sehemu ya hilo jambo kabla ya misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo kwa nini umeamka na ukakubaliana na hicho ambacho kinasemwa katika ujumbe? Ni kwa sababu ni neno likiamshwa na neno. Haleluya. Neno linaamshwa na neno. Wala huwezi kupotea ndugu ama dada. Kwa sababu ulikuwa ni hiyo chembe ya uzima. Hata wakati ulikuwa katika dhambi, ulikuwa ni chembe ya uzima. Ni vile wewe na mimi hatukuelewa. Lakini panapo majira, Mungu anakuja, anakujulisha. Na una upekee wako. Wewe ni mtu binafsi katika Mungu. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya upekee, uniqueness, kwa sababu ya upekee wako, kuna sehemu za ujumbe fulani ambazo zinakuvutia kuliko zingine. Sijui kama unajua hivyo. Na kuna zingine nazo zinavutia dada mwingine kuliko zingine kwa sababu ya upekee wako. Sijasema ati utupe zile zingine ambazo hazikuvutii sana. Sijasema hivyo. Nimesema ya kwamba kuna zingine zinakuvutia zaidi kulingana na asili yako kama mtu binafsi. Hiyo ndio uniqueness. Sijui kama tunakubaliana na hilo jambo. Certain parts of the message appeal more to you. Kuna sehemu za ujumbe ambazo zinakuguza sana. Kila wakati tuseme mhubiri akipitia hiyo line unafurahi sana. Naona unaamka mara mbili. Kwa sababu zinakuguza zaidi kuliko sehemu zingine. Na dada mwingine naye kuna mambo huwa yanamchochea sana yakihubiriwa ama akiyasoma. Hiyo inaonyesha ya kwamba ni upekee wako. Najua ujumbe umekuja hapa kukuambia wewe ni nani. Ili maandiko yatimie, wakati kile kikamilifu kitakuja, siku hiyo utajifahamu vile unavyofahamika. Haya ni majira ya kujifahamu. Na nabii anasema ili uweze kuwa na imani kamilifu unafaa kujifahamu. Uweze kuwa na imani kamilifu. Uambie huu mti ung'oke na kwenda mahali pengine kama kwanza hujui wewe ni nani. Kama kwanza hujui wewe ni aina ya kuhamisha mti. Lazima ujue mambo hayo kwanza ili uweze kuyatekeleza. Hakuna mtu anaweza kutumia mamlaka yake kama hajui yeye ni nani. Nafikiri tunaona mambo hayo. Kwa hivyo neno linakutana na neno. Na neno baada ya kukutana na neno na unaamini neno hilo ambalo linanena ambalo limekuja kupitia nabii wa Malaki 4, unaamini neno hilo, hapo ndipo unahuishwa na Roho Mtakatifu. Na kuhuishwa kule ni kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili inamaanisha ni nafsi ambayo ilikuwa katika dhambi imefunikwa na giza. Giza lile linaondolewa. Linachomwa na moto wa Roho Mtakatifu ili nafsi iweze kuwa huru. Unaona jambo hilo? Unajua nabii anasema umekuwa na waume wawili kiroho. Umekuwa na waume wawili kiroho. Mume wa kwanza amekuwa ni asili ya ulimwengu. Na hiyo asili ya ulimwengu nabii anaita vitu vingi. Anasema giza, anasema mchafuko, anasema nyoka, anasema mzizi wa dhambi, anasema mume wa kwanza, anasema utu wa kale. Mambo hayo yote yanaongea juu ya kitu kimoja, asili ya ulimwengu ambayo ilikuja ikakandamiza nafsi yako na ikaanza kukuongoza katika haya maisha. Hiyo inahitaji kuondolewa ili uolewe na mume mwingine ambaye ni Yesu Kristo. Sasa si uko na mume? Najua maandiko yanasema mwanamke hawezi kuolewa na mume mwingine maadamu mume wa kwanza yuko hai. Akiolewa na mwingine na wa kwanza yuko hai, hata kama walipatiana talaka, ataenda kuzimu kwa sababu ameuza haki yake ya kuingia mbinguni. Nabii anasema hivyo. Na hata wale walikuja katika ujumbe wakiwa katika hali hiyo. Dada ameolewa mara ya pili ama ya tatu, ndugu wanamke wa mwenyewe wanapewa neema kwa sababu walifanya hivyo pasina kujua. Lakini mtu akifanya hivyo baada ya kufundishwa neno, yaonekana labda si mtoto wa Mungu. Ameanza na mwangaza, kwa hivyo amedharau mwangaza. Na akafanya hivyo baada ya kuwa na mwangaza. Hiyo ni kama Waebrania 6. Mtu ambaye ameonyeshwa nuru na ameona ukweli na kisha kadharau hawezi kufanywa upya tena. Haleluya. Kwa hivyo
Wale ambao walikuja na huo mchafuko wakaingia katika ujumbe, wakaja na huo mchafuko, walifanya hivyo kwa sababu hawakujua ujumbe. Hakuna mtu anaweza kuwahukumu na hakuna mtu anaweza kuwakosoa. Na ndio sababu wanapatiwa neema ya kuishi hivyo, lakini wanaonywa wasirudie jambo kama hilo, na kisha wafundishe watoto wao kupitia njia ya haki. Hiyo ni amina. Wafundishe watoto, mtoto wasipitie kama nilichafuka namna hiyo, mtoto wangu asipitie mahali nilipitia. Tuna hilo jukumu na usikose kulitekeleza. Unafundishwa ujumbe na wewe ufundishe watoto wako. Tuweze kuelewa jambo hilo. Sasa tazama hapa. Hiyo asili ya ulimwengu ilikuwa imekuoa. Unajua mwanamke tuseme akipoteza mume kupitia kifo, hata dada akipoteza mume kupitia kifo, maandiko yanaonyesha ana haki ya kuolewa tena, lakini aolewe ndani ya Kristo. Asiolewe na kafiri ama watu wa ulimwengu, aolewe akiwa ndani ya Kristo. Kwa sababu sheria ya mume wa kwanza haimfungi tena. Huwezi kufunga mtu ukiwa ngambo ya 6 na unafunga mtu aliye hapa duniani. Huwezi kumfunga. Sheria hiyo imeondoka sasa. Hata akiolewa na mwingine hawezi kuitwa mzinzi, lakini aolewe akiwa ndani ya Bwana. Huo ni ujumbe. Hiyo ni Biblia katika Warumi 7. Na pia Wakorintho wa kwanza 7 tunaweza kusoma hayo maandiko, tuweze kuona vile Mungu anasema. Na tuweze kuona vile nabii anasema katika ule ujumbe, muungano usionekana. Sasa na wewe kiroho nabii anasema hivi, huwezi kuolewa na Kristo wakati ile asili ya ulimwengu ingalipo. Ndio sababu wakati unabatizwa kwa roho inasema roho na moto. Moto ule ni hukumu ya Mungu juu ya ile asili ya ulimwengu ambayo ilikutawala pale awali. Ni hukumu ya Mungu. Kwa hivyo hiyo asili inachomwa, inaisha kabisa. Kwa hivyo hapo kwa sekunde chache utakuwa mjane. Sinasema moto na roho. Si ni kweli? Moto ukichoma asili ya kwanza, si umekuwa mjane. Mume amefanya nini? Ameangamizwa, na sasa Kristo anaingia mume wa pili. Na huyu mume wa pili ndiye alifaa kuwa mume wa kwanza. Lakini mtu bandia akakimbia pale. Ni kama Bathsheba aliolewa na Uria na Mungu hakukubali wapate watoto. Kwa sababu kwa kweli mumewe alitakiwa kuwa Daudi kutoka mwanzo. Kwa nini Mungu alikubalia Uria? Kwa sababu anataka kuonesha picha za neno. Mume wa kwanza afe, uolewe na mume wa pili ambaye ni Kristo. Na mnajua Daudi ni mfano wa Yesu Kristo. Si ni kweli? Hata hivyo Abigail ambaye pia alikuwa ni mkewe Daudi. Wote wanaonesha Kristo na biharusi. Nafikiri tunaona jambo hilo. Hapo ndipo unazaliwa mara ya pili, mume wa pili. Kwa hivyo nimesema unakuwa mjane kwa sekunde chache wakati moto umechoma yule mume wa kwanza, na kisha Roho Mtakatifu anaungana na nafsi yako, unakuwa na mume wa pili na unazaliwa mara ya pili. Na hii ni ajabu sana. Eti unazaliwa na kule kuzaliwa ni kuolewa. Najua maisha ya kawaida angalau hayajafika hapo. Kwa sababu huwezi kuzaliwa na siku ya kuzaliwa ati ndio siku ya kuolewa kwako. Lakini hapa kiroho kuzaliwa kwako mara ya pili ni kuolewa na Kristo. Kwa sababu ni wawili wanafanya nini? Wanaungana. Ile chembe ya uzima na ule ulimi wa moto zinaungana kuweza kuwa kiumbe kimoja. Hiyo ni kweli? Huo ni ujumbe? Huo ni ujumbe. Baadaye unaanza kukomaa ukiwa ndani ya Kristo. Nimewahi kusikia waaminio hapa wananiuliza, ndugu, tangu nijazwe na roho nimepata njaa zaidi na kiu, nini hii inaendelea? Kamwambia inatakiwa kuwa hivyo. Inatakiwa kuwa hivyo. Kwa sababu nabii anasema unapozaliwa mara ya pili kujazwa na roho, si kwamba wewe ni mtu mzima. Wewe ni mtoto wa kiroho, lakini umeingia katika uchumi wa Mungu, lakini wewe ni mtoto wa kiroho. Na mtoto lazima ale na anywe ili aweze kukua. Ndio sababu unakuwa na hiyo njaa. Hata mtoto wa kawaida akipata njaa si analia. Na nabii anajua, hajui lugha nyingine, anajua kulia. Na huwezi kumfanya modern ati wa kisasa ati wewe ukipata njaa usilie kama watoto wengine. Wacha nikuwekee hii button, wewe unafinya na mimi nakuja kukunyonyesha. Hakuna jambo kama hilo. Atalia hata wakati uko na wageni.
Wakati mwingine unaaibika, nabii anasema utajifanya hutachukua, but analia sana unamchukua hata ukiwa na wageni. Na hivyo unakuja hapa kanisani na umeketi na unasikiza ujumbe na saa ile unasema amina naye anaanza kulia. Na ndio sababu kanisa linatakiwa kuwa na cry room. Cry room inatengenezwa pale ili wale wanasumbuliwa na watoto wadogo wanaenda pale na kuna speaker iko pale ili mtoto asisumbue wale walio katika ukumbi, na pia huyu dada naye apate nafasi ya kusikia neno pale. Hiyo ni nature, ni maumbile na huwezi kuyapinda, lazima yawe hivyo. Kiroho hivyo ndivyo ilivyo pia, ya kwamba lazima uwe na njaa na kiu. Na Biblia inasema ya kwamba wamebarikiwa walio na njaa na kiu kwa ajili ya mambo ya haki, kwa sababu Mungu atawajaza. Kwa hivyo sio vibaya wakati unapata njaa namna hiyo, unapata kiu namna hiyo, na umezaliwa mara ya pili. Hiyo ni nature, ni maumbile. Hiyo ndio asili na huo ndio utaratibu, na inatakiwa kuwa hivyo. Kwa sababu umeitwa uweze kukomaa, uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Uweze kudhihirisha kwamba wewe ni puji ya ngano katika majira haya. Tunaongea juu ya nini? Mkondo wa mbegu za kiroho za Mungu. Mkondo ni njia ambao unapitia ukielekea mahali fulani. Naona mkondo wa mbegu za kiroho za Mungu unakomaa na unakuwa na kimo cha mtu mzima katika Kristo. Na sasa tumeshapita hili wazo la kusema utafute sifa katika ile pyramid, kimo cha mtu mkamilifu, utafute sifa ili sasa ujazwe na Roho. Tumeshapita kusema hivyo. Kwa sababu unajua hakuna sifa unaweza kupata bila kuzaliwa mara ya pili. Sasa unasema utafute sifa ukiwa na yule nyoka ndani yako. Itawezekana kweli? Hata wewe angalia hilo jambo kama kweli lina mantiki, logic. Unatafuta sifa na nyoka yuko pale amekushikilia. Biblia inaonesha huwezi kuleta mazao ukiwa na yule mume wa kwanza. Soma, hata jifunze haya mambo kadha tunaona katika Biblia. Bathsheba hakupata mtoto na Uria. Abigail hakupata mtoto na Nabal. Ruth hakupata mtoto na Malon. Lakini wakati walikuja wakaolewa kila mmoja mara ya pili, kila mmoja alileta mazao. Na unajua haya mambo yaliyo katika piramidi ni mazao. Utaleta namna gani bila mume? Zekaria anasema ya kwamba si kwa uwezo na si kwa nguvu, ni kwa Roho wa Bwana. Lazima tuzaliwe mara ya pili. Lazima tuungane na mume wa pili tuweze kumletea mazao. Yohana nayo 15 inaongea juu ya mzabibu na matawi. Na Yesu anasema msipokaa ndani yangu hamwezi kuleta mazao. Bila mimi hamwezi chochote. Sasa inakuwaje tunaweza kupata virtues nje ya Yesu Kristo? Tunaweza kupata aje sifa za tabia ya kiungu katika pyramid bila ya kuwa na Roho Mtakatifu? Haiwezekani. Jambo la kwanza ni kuzaliwa mara ya pili. Kile ambacho tungekuwa tunaongea juu yake baada ya kuzaliwa mara ya pili na kuwa na kimo cha Yesu Kristo, pale juu ni kuadhimishwa kwa wana. Hicho ndicho tungekuwa tunaongea habari zake. Lakini si mtu aseme ya kwamba anaweza kuwa na kimo cha Yesu Kristo na anaweza kuwa na sifa hizo bila ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Lazima ujazwe kwa Roho Mtakatifu, uingie ndani ya Kristo. Na nabii anasema katika ujumbe Melkizedeki ni nani, wakati unajazwa hivyo na Roho Mtakatifu, anasema you are a spirit babe in Christ. Wewe ni mtoto wa kiroho ndani ya Kristo. Lakini umezaliwa, lakini wewe ni mtoto. Na unaanza kukomaa ili ufike kimo cha mtu mkamilifu. Na ukifika kimo cha mtu mkamilifu, mwili huu wako na wangu hautakiwi kuwa maskani ya kile kimo. Mwili huu hautakiwi kuwa maskani ya kile kimo. Yule ni mtu mpya na hii ni maskani ya zamani. Nabii anasema katika ujumbe makao ya baadaye, anasema wakati unazaliwa mara ya pili na unajazwa kwa Roho Mtakatifu, umekuwa kiumbe kipya. Na maandiko yanasema ya kale yote yamepita. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Nafsi yako imekuwa kiumbe kipya, lakini anasema ya kwamba ni kiumbe kipya katika ile nyumba ya zamani. Sijui kama umeshika hapo. Inamaanisha ya kwamba ingawa umezaliwa mara ya pili na nafsi yako imejaa Kristo, mwili wako haujageuzwa. Na unazidi kuzeeka hata ukiwa na roho. Usidhani hutazeeka kwa sababu uko na roho. Nilipoamini ujumbe sikuwa na mvi hata mmoja. Baada ya miaka 2 hivi nikapata 2. Na sasa kama sitakata nywele
unaweza kuona vile niko. Unaona? Si kusema ya kwamba hutazeeka eti kwa sababu uko na roho. Utazeeka na utapata maumivu mapya kila wakati. Nabii alikuwa anasema ninapata maumivu katika sehemu tofauti za mwili kila wakati, kwa sababu ni kiumbe kipya katika ile nyumba ya zamani. Sasa kiumbe hiki wakati kinakamilika, hii si nyumba yake, kinatakiwa kuondoka katika hii nyumba. Ndio sababu lazima tuwe na mavazi kwa ajili ya hiki kiumbe. Lazima tuwe na mavazi, na mavazi ni mwili. Sasa unaona, mwili huu umejaa udhaifu siku ya leo. Mwili wako umejaa udhaifu siku ya leo. Lakini kuna mavazi kwa ajili ya hiki kiumbe ambacho kimetengenezwa mle ndani. Tunajua ngambo ile ya pazia kuna mwili celestial, kuna mwili wa theophany. Na baada ya mwili wa theophany kutakuwa na mwili uliokombolewa. Theophany sio mwili wa kukombolewa. Theophany haikuwahi kuanguka ili ihitaji kukombolewa. Hakuna ukombozi wa theophany. Sijui kama tunaamini hayo, kwa sababu si kitu ambacho kiliwahi kuanguka. Lakini nafsi yako inahitaji ukombozi na mwili wako unahitaji ukombozi. Sasa kuna kitu kinaitwa redeemed body. Na redeemed body ni huu mwili wako ugeuzwe uweze kuwa mwili usionja mauti, immortal. Mwili ambao hauna damu lakini una nyama na mifupa iliyotukuzwa. Hiyo ni ajabu sana. Ya kwamba wakati Bwana Yesu alitoka kwenye kaburi akaacha yale mavazi pale, kwa sababu ametoka katika huu utaratibu, ameingia katika utaratibu wa umilele, mwili wa utukufu. Na alipokuja miongoni mwa wanafunzi wake walianza kutia shaka kama ni yeye. Wakaona kama ni spirit, ni ghost, ni roho wa kutisha amekuja miongoni mwao. Kasema niguzeni muone si roho, kwa sababu roho hana mifupa na nyama. Angalia hilo. Ana mifupa na nyama. Na mtu wa kawaida ambaye hajatukuzwa mwili, ukiguza mfupa wa mtu aliye na mwili wa utukufu utahisi mfupa. See that? Na hata hivyo tukisema sasa tupitie hapa bila kufungua mlango, wewe utaachwa hapa na yeye atapita pale bila kuguza. Na ana mifupa na nyama. Tukisema sasa tuketi chini tule chakula cha kawaida, atakula chakula cha kawaida. Haleluya. Ni ajabu sana kwa sababu ni siri ya Mungu ambayo inafunuliwa. Mambo mengi ya hilo jambo hatuwezi kuelewa tukiwa upande huu. Lazima tufike mahali hapo tuweze kugeuzwa, uanze kuelewa. Huwa tunasema ukigeuzwa utaanza kuenda kwa spidi ya mawazo. Hiyo tu ni kuwaza tunawaza. Lakini ujuzi halisi ni wakati unafika pale, unaanza kwenda kwa spidi ya mawazo. Mungu atusaidie sana. Sasa unaona, mara nyingi tunafikiria ya kwamba tunahitaji kukomaa tuweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo ili tuweze kufanya miujiza na mambo makuu. Na hiyo ni sawa, lakini si hiyo tu. Unahitaji kukomaa kwa sababu ili uingie katika ule mwili ni kwa sababu umefika mahali fulani katika kile kimo. Kile kimo kinatakiwa kifike mahali fulani ili sasa kifaulu kuingia katika ule mwili. Si tu kufanya muujiza, na miujiza ni ajabu. Ni kama vile nabii anasema wakati Elisha alipatiwa vazi, wakati ule alikuwa analima na wale fahali, kapatiwa Elia akarusha vazi lake kwa Elisha. Nabii anasema Elisha kwa sababu alikuwa achukue nafasi ya Elia, hakujaribu kulirekebisha limtoshee. Yeye ndiye alikuwa mpaka siku moja atoshee katika vazi. Mwili wako wa neno unakuhitaji. Lakini mwili wako wa neno hauwezi kubadilishwa, ni wewe utabadilishwa. Ili uweze kuingia pale, ule mwili ni mkamilifu. Sasa wewe na mimi tunahitaji kubadilishwa hapa ndani, tuweze kutoshea katika mwili wa neno. Unabadilishwa kwa njia gani? Neno hili ambalo tunasikia. Na ndio sababu umekuja hapa leo hii ili uweze kuendelea kutengenezwa. Mungu anakutengeneza na anaangalia ule mwili wa neno uweze kufiti pale vizuri. Unaona? Hebu tusome ujumbe hapa, mambo ambayo yatakuwepo, things that are to be. Niende haraka kidogo niokoe wakati. Things that are to be.
Tasoma huo ujumbe. Nina aya kama 4 ama tuseme aya kama 4 hivi. Nitaanza na 77 katika huo ujumbe niende 78. 77 inasema, now think God in his mercy has the mother before the little baby is born is craving for some vitamin, and the mother's word speaks for the dad. I want, sijui hii inatamkwa namna gani, it's cantaloupe au sijui, lakini ni aina ya matunda, or watermelon. I want something another. Sasa neema ya Mungu, huyu mama wakati mjamzito, mtoto hajazaliwa, huyu mama kuna mambo anahitaji kwa sababu ni yale mtoto anadai akiwa ndani yake. He'll do everything he can to get, because he knows that he wants his child born as perfect as it can be. Naye baba yake atajaribu awezavyo kuleta ule msaada kwa sababu angetaka mtoto huyu azaliwe akiwa sawa. How much more able is he, a creator? Sasa inaongea juu ya Mungu. Now think he is able to prepare us a body to live like his own glorious body if we want to live. Anasema naye Mungu ana uwezo wa kutuandalia mwili wa utukufu kama alivyo ili tuishi. There's something in us calls to live. There's something in us that calls to do right. Kuna kitu ndani yetu ambacho kinaitana kwa ajili ya kuishi na kufanya kitu ambacho ni sahihi. Na anasema hivi kwa sababu Mungu ana haja na wewe uweze kukomaa, uingie katika mwili wako wa kiungu. Hiyo ndio sababu huduma ni kitu cha muhimu. Huduma ni kitu cha muhimu. Na pia anasema, then God will call somebody on the platform or the pulpit that will preach the absolute truth. Na kwa sababu hiyo Mungu anataka ukomae uweze kuingia katika ule mwili, ataita mhubiri pale katika mibara ambaye atahubiri ukweli wote ili wewe uweze kutengezwa kule ndani uingie katika ule mwili. Hiyo ni amina. God will call somebody on the platform or the pulpit that will preach the absolute truth. Mtu ambaye atasema ukweli ili wewe uweze kukomaa. If you are a real child of God, na kama wewe ni mtoto wa Mungu na yule mtu anahubiri ukweli mtupu, nabii anasema you begin to cry out. Unaanza kumlilia Mungu. God, take away from me, circumcise me from this, take these things away from me. Wakati neno linaletwa, unaanza kuambia Mungu aondoe mambo fulani katika maisha yako, kwa sababu hayatakikani kwa ajili ya ule mwili, na kuna yale yanatakikana kwa ajili ya ule mwili. Unaanza kuambia Mungu, Baba nisaidie, chonga hili, ondoa hili. Na hapo ndipo ukiwa mtu wa kiroho hufanyi vita na watumishi wa Mungu. Ati leo amenikata sana. Nani amekukata? Ni Mungu amekukata. Yule ameitwa pale aweze kuwa chombo ambacho Mungu anatumia. Sasa kama utainua vita na mhubiri, ni kuonesha wewe ni mtu asiyefahamu. You have no understanding. Anasema hivi, unaanza kuambia Mungu, niondolee hii. Kwa nini? Why? It is needed for your heavenly home that you are going to, where he has gone to prepare. You have got to be a real word bride of Christ. Kwa sababu hayo mambo ambayo yanaletwa kupitia huduma yanahitajika kwa ajili ya makazi yako ngambo ile nyingine, kwa ajili ya mwili wa neno. Maana nabii anasema lazima uwe biharusi halisi wa neno. Turuke 104 ujumbe huo. Anasema hivi, sasa unaona unakuwa unafika kimo cha Yesu Kristo, lakini kwa sababu mwili huu na shida zake na maradhi na kila kitu sio maskani ya kile kimo. Hii ni temporary. Ndio sababu nabii anasema kiumbe kipya katika nyumba ya zamani, lakini anataka sasa kiumbe kipya katika nyumba yake ya umilele, isiyo na mawaa, isiyo na dosari. Unaona? How do you look in God's mirror? 104. How do you look in God's mirror? Unajionaje katika kioo cha Mungu? Na kioo cha Mungu ni neno. Usijilinganishe na ndugu ama dada mwingine, jilinganishe na neno. Na usiangalie ndugu uone ni mdhaifu kuliko mimi katika hii area, kwa hivyo mimi ni sawa, niko sawa kwa sababu wewe unajilinganisha na udhaifu wa mwingine. Hiyo ni kudanganyika. Jilinganishe na neno la Mungu kila wakati. We are not here to compare ourselves with ourselves. Hatuko hapa kulinganisha moja na mwingine. See? Does it reflect a daughter or a son of God? Je, ukiangalia katika kioo cha neno, unaona binti ya Mungu ama mwana wa Mungu? Is there something which you hear that it makes you hate the man that is saying it?
Simekwambia kuna watu wanafanya vita na wahudumu eti kwa sababu walisema jambo likanikata. Lakini hapa nabii anasema, je, kuna kitu ndani yako ambapo ukisikia yule mtu akileta ukweli, kitu hicho kinamchukia? Ni kuonesha kuna shida. Is there something which you hear that does make you hate the man that is saying it? Kuna kitu ndani yako kinakufanya uchukie yule ambaye anasema maneno hayo? Najua kila mmoja anaweza kujibu hilo. Okay. Or is there something Paul say, I know the man is right because that is in the scripture. Ama hicho kitu kinasema, ninajua yule mtu ni sahihi kwa sababu anayosema yako katika neno. Then that is the vitamins that is needed for this body that is ordained to be there, a house that other one is going to need when you get there. Unahitaji hizo vitamins, hilo neno kukomaza huyu mtu ili aweze kutoshea katika ile nyumba, mwili wa neno. Mnaona wandugu? Sababu ya kukamilika sio tu ufanye miujiza, ni kwa sababu mwili wa neno unahitaji uwe hivyo. Right? Na wale ambao wameshatoka katika haya maisha wameingia katika celestial body. Ile hatua waliingilia ni Mungu aliwaingiza wakiwa pale. Hata kama hawakujua neno lote, waliingilia hiyo hatua. Na Mungu akakuacha wewe uelekee mpaka utimilifu wa neno. Wakaingia, wako pale katika mili ya neno. Na wanazidi kupata ufunuo ngambo ile. Sijui kama unaamini hivyo. Ufunuo wa Kristo haukomi hata ukienda mbinguni. Nabii anasema katika nyakati 7 za kanisa, hata katika ngambo ile nyingine, ufunuo wa Yesu Kristo utaendelea na kuendelea. Hakuna siku utafika useme sasa nimepata ufunuo wote. Ni kusema Mungu ameisha basi. Na Mungu hawezi kuisha. Anasema there will be the eternal revelation of Jesus Christ. Huwezi kuexhaust Mungu. Ati nimejua Mungu kabisa. Even in eternity haitawezekana. Lakini perfection ni kusema, ukamilifu ni kusema una kimo cha Yesu Kristo. Unaona? Wale ambao wameshatoka wameingia katika ule mwili. Sisi hatuna ule mwili wa theophany, lakini tumeunganishwa nao. We are aligned with the theophany. Lakini tumeunganishwa na ule mwili, lakini ili mtu aingie katika mwili wa theophany itabidi afe, ama pale mwishoni mwa dahari mwili huu ugeuzwe uungane na ule. Ni njia hizo mbili peke yake. Sasa wale wameenda pale. Sisi tunataka kwenda juu. Na wale wanataka kuja chini. Kwa sababu wakati nabii aliwapata, walisema hapa hatuli na hatunywi. Lakini siku moja Yesu atakuja hapa, utahukumiwa, na ujumbe wako ukipitishwa, tutarudi kule chini tuchukue mili yetu, tuweze kula na kunywa. Na sisi tunataka kuondoka tuende kwa sababu tumechoka na hii dunia. Naona jambo hilo. There's going to be a reunion. Kutakuwa na kuungana na hao ndugu zetu, dada zetu hivi karibuni. Hivi karibuni. Unaona jambo hilo. Na hata wakati unaingia katika mwili wa theophany, tuseme wale ambao wameshaondoka katika haya maisha, najua nabii anasema ni nafsi inaondoka. Nafsi ikiondoka, roho ya binadamu ile sehemu ya pili inasambaratika. Anasema it breaks up. Nafsi inaingia katika mwili wa neno. Na unakuwa na sura ile ulikuwa nayo ukiwa na miaka 21 hivi. Na nabii anasema unaendelea kuishi maisha yako ngambo ile nyingine. Si mtu mwingine ameumbwa, ni mtu yule alikuwa hapa, ametransfer, ameenda dunia nyingine ya kiroho. Na anaendelea kuishi maisha yake. Na kama akiwa hapa alikuwa na nywele nyeusi, akiwa kule haitakuwa blonde, haitakuwa rangi nyingine. Atakuwa vile vile. You understand? Sikia, kwa sababu kuna ule upekee nilikwambia, unazaliwa mara ya pili, you are born again. Na sisi tunazaliwa mara ya pili kwa roho moja, tunakuwa wandugu na wadada waaminio ambao wanaelekea kimo cha Yesu Kristo, lakini kila mmoja ana upekee wake. You are unique. Tusome nukuu ya mwisho. Nukuu ya mwisho inasema hivi, 45. The ujumbe huo 45. Jesus has gone to make ready our coming there. Yesu ameenda kutuandalia mahali. In my father's house is many mansions. Nyumbani kwa baba kuna makao mengi. I don't mean to add to the word or take from it because we are not to do that. Sinui kuongeza kwa neno ama kutoa. Revelation 22 said whoever will take a word or
A word out of it, yani neno linaonya usiongeze na usipunguze. But let me just make this not an additive but just to bring a point. Wacha niseme jambo hili si kuongeza neno, lakini ni kusema jambo fulani, kutia mkazo. In my father's house is many kinds of mansions. Katika baba yangu kuna nyumba aina nyingi. I don't believe that when we get to heaven everybody will just look exactly alike. Ati tutafanana kabisa. Hata hiyo ingechosha, very monotonous. Tunafanana kabisa. I don't believe that. Siamini hivyo. That will all be blondes or brunettes or little or big. Siamini ya kwamba unajua kuna wazungu, kuna Asians, kuna Waafrika. Siamini nywele itakuwa sawa inafanana. Siamini sote tutakuwa wadogo kwa kimo ama wakubwa. Yani kuna variety. Kuna nywele tofauti tofauti na rangi ya macho na kimo cha mwili tofauti tofauti. I believe that God is a God of variety. Mungu ni Mungu aliye na vitu tofauti tofauti. The world proves that. Na hata dunia yenyewe jiografia inaonesha hivyo. He has got mountains and little mountains. Big mountains and little mountains. Ana milima mikubwa na milima midogo, vilima. He has got plains, ana sehemu tambarare. He has got deserts, ana jangwa. He has got different things because he made it the way he wanted it. Ana vitu tofauti kwa sababu alipendezwa kutengeneza hivyo. And he made the seasons. Summer, winter, spring, autumn. Anasema ana majira ya joto, yale ya baridi, yale ya kuelekea joto, yale ya kuelekea baridi. He made the seasons. Alitengeneza nyakati. It shows he is a God of variety. Ni Mungu wa mambo tofauti tofauti. Mapambo yake hayo. Some men are brasterous. Kuna wandu ambao wamejaa kelele nyingi sana hata akiongea. Hakuna siku anaongea kwa sauti ya chini. Na akifika mahali, mnajua hapa kuna uhai. This man is too hyper na mambo kama hayo. And some are dogmatic. Na wengine wanakaa tu hivi, habadiliki katika yale anaamini. Na labda hana mambo mengi, ni mtu reserved, mambo kama hayo. And others are fine, wengine wazuri. Others are kind, wengine wenye upole. And you just find all kinds of people in his kingdom. Na hawa watu wote inasemekana ni wafalme wake. Kwa sababu ni Mungu wa variety. Ni ile chembe imehuishwa na imepitia hatua zake, imefika kimo cha Yesu Kristo na hatimaye inaingia katika mwili wake. Na sisi ambao tuko hai hapa, ambao hatutaonja mauti, unajua mwili wako utageuzwa. Na ile saa ya kugeuzwa kwa mwili wako huu wa kawaida, uweze kuwa na mifupa na nyama iliyotukuzwa, ndio saa ya mili hii yote miwili kuungana. Mwili wa theophany na mwili huu ambao ulikuwa terrestrial wa mavumbi, sasa umekuwa redeemed, mwili ukombolewa. Hiyo saa ya huu kugeuzwa ndio saa ya huu kuungana na mwili wa neno, ili uweze kuwa katika hali iliyotukuzwa. Kwa sababu tena huwezi kusema tutageuzwa hii mili iweze kuwa utukufu tukae hivyo na hakuna mwili wa neno. Haiwezekani. Mwili wa neno lazima uungane na mwili huu. Kwa sababu ni nini hiyo tunaongea habari zake? Ni ile mbegu ikipitia hatua zake iingie katika utimilifu. Na haya majira tumesimama hapa ndio majira ya kuvikwa kwa ile mbegu ya Mungu. Ni wakati wa kuvikwa ile mbegu ya Mungu, mwili wa utukufu. Inamaanisha ni mwili uliokombolewa huu na mwili ule wa theophany zinaungana, unaitwa mwili wa utukufu. Mili yote miwili kiungana. Hebu tuombeni. Baba yetu Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, pokea sifa na shukrani. Asante Bwana kwa neno lako. Linatushauri Bwana, linatupatia imani na kutuonesha namna ya kusimama na kujienesha saa hii Baba, tuweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Tusaidie kila mmoja wetu. Ni wewe tunayehitaji kwa njia zote Baba. Ninaomba utupatie ufahamu wa kiroho na utusaidie kuandamana nawe Bwana. Usipige kona nasi tuachwe katika hatua iliyotangulia, lakini kila hatua tuweze kuandamana nawe. Na Mungu wetu mwishowe tukiangalia kile kioo cha neno tuone tumekuwa kama Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba utusamehe dhambi na hatia na makosa, tufanye wenye haki kwa sababu ya damu ya mwana kondoo. Baba yetu, wale wagonjwa ninaomba uguze miili yao na uondolee maradhi yote. Tunahimidi jina lako, tuasema unastahili.
tunaweka yote mikononi mwako. Tuwezeshe Bwana, kwa sababu ni wewe mweza yote. Asante Baba, tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.